Hello, habari gani? Leo tupike chapati za kusukuma. Nzuri, tamu na laini zilizochambuka. Kwa njia rahisi kabisa. Kaa na mimi mpaka mwisho wala hautojutia muda wako. Yaani ukitazama hii video mpaka mwisho, hautopika tena chapati ngumu. Na hizo ni chapati zangu zilitoka nzuri, laini, zina harufu nzuri, zina rangi nzuri. Hivyo yani, kuwa na mimi pamoja uone nilitengenezaje hizo chapati. Na kama bado haujasubscribe katika hii channel ya Mapishi na Rocky, naomba unisaidie kusubscribe, kwani utakaposubscribe utakuwa wa kwanza kupata video zangu. Twende jikoni tuone nilipikaje mpaka nikapata muonekano kama huo. Hapo mahitaji nilokuwa nayo, nilikuwa na ngano nusu kilo. Unga wa ngano huo na mimina hapo katika bakuli yangu. Hakikisha unatumia chombo kisafi na ambacho hakina hata harufu za masabuni. Kwa hiyo nikamimina unga wangu hapo, nikabakisha kidogo kwa ajili ya kusukumia. Hiyo ni ngano nusu kilo. Nikamaliza hapo, nikaweka chumvi. Weka chumvi kiasi ambacho wewe unapenda na kiasi ambacho na kutokana pia na wingi wa ngano yako. Nikachanganya chumvi yangu vizuri, then tunaenda kuweka mafuta. Naomba uangalie hii hatua kwa hatua. Utajifunza kupika chapati laini. Hautopika tena chapati ngumu. I promise you. Basi hapo nikaendelea kufanyaje? Tutaendelea kuichanganya ile ngano na mafuta. Usitie maji kabla hujatia mafuta. Tia mafuta. Weka mafuta kiasi ambacho wewe, yani kutokana na ngano yako. Mimi hapo niliweka kama vijiko 3 hivi kwa kukadiria. Kwa hiyo changanya vizuri hapo mpaka hiyo ngano ishikane na mafuta. Isiwe tepetepe, hapana. Ile ishikane tu vizuri. Yaani kama hiyo wa kwangu, hiyo ngano iloane mafuta. Nikishamaliza hapo kuchanganya, tunaenda kuweka maji. Hayo maji ni maji ya moto. Yaani sio maji ya baridi. Chapati hatukandi na maji ya baridi. Tunakanda na maji ya moto. Ili chapati zako ziwe laini na ziwe laini. Hapo kwenye ulaini tuanzie. Chapati zako ziwe nzuri na laini. Hakikisha unakandia maji ya moto. Usikande maji ya baridi. Maji yani hata ikiwezekana ya kukuunguza mkono. Yaani inategemea wewe mwenyewe unatakaje. Mimi hayo maji mpaka yani yalikuwa nahisi yananiunguza kabisa. Lakini sio lazima mpaka uungue. Lakini tu hakikisha yanakuwa ya moto au ya vuguvugu. Sio ya baridi kabisa. Kwa hiyo hapo nikaendelea kukanda ngano yangu. Huaga naikaga hivi kukanda kila hatua, step by step kukanda, kwa sababu kuna watu wengine wanakuja kwenye comment hawajui kukanda ile mwanzo mpaka mwisho. Ndio maana huwa naacha hii video mpeni mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kama wewe unajua kukanda au kuna step ambayo unaijua, unaweza skip ukapeleka mbele kuona hatua zinazofuata. Yote yanahitaji, yani unaweza kubonyeza kioo chako ikupeleke speed, yani kuna sehemu hapo ya kuongeza speed. Ila kwa yule ambaye hajui kabisa kukanda chapati, niangalie mimi hapo wala hautajutia. Kwa hiyo nikaendelea zangu kukanda hapo. Kwenye kukanda hakikisha unakaza mkono. Hapo nimetia maji tayari yametosha. Siongezi tena maji. Nikatia maji yalikuwa mengi, ngano yangu ikawa laini sana. Nikaongeza hako kaunga kangano kidogo. Ndio maana huaga anasema katika kupika kama hivi vitu vya ngano hakikisha unaka ngano ka akiba jamani pembeni. Wewe sio mashine, wewe sio kiwanda. Unaweza ukakosea, ukajikuta unatoa kitu ambacho hakieleweki. Kwa mimi niliongeza vingano vyangu hapa nikakanda, lakini hakikisha unakanda mpaka ngano yako inakuwa soft kabisa. Soft. Nikisema soft sijui unanielewa. Hakikisha unakanda mpaka haigandani mikononi. Wewe endelea tu kukanda. Kanda mpaka iachane mikononi. Isigandane mikononi. Kwa mimi nikaendelea kukanda hapo kanda. Naona hapo ngano yangu ipo soft. Yaani hapo naonesha hatua kwa hatua namna nzuri ya kupika chapati nzuri, laini na zilizochambuka. Hatua kwa hatua. Sitopita hata kipande kimoja. Na hizo tips zote ni muhimu. Tips ya maji ya moto, kukanda sana. Hivyo yani. Unaona hapo nimekanda sasa kama dakika 10 hivi. Yaani hakikisha unakanda mpaka iwe laini kabisa. Unaona hapa nimewaonesha hiyo ipo tayari. Yaani hiyo tayari hapo hiyo ngano. Nikamaliza ngano, nimemaliza haijanigandia hata mikononi. Tukimaliza sasa. Hii ni hatua muhimu sana katika chapati za kusukuma jamani. Funika na mfuko, funika na foil, funika na sijui kitaulo. Yaani hakikisha hiyo ngano unaifunika alafu unaiacha ipumue kwa muda hata dakika 10, dakika 15. Utakuja kunishukuru baada. Hizo chapati zitakuwa nzuri na laini. Yaani hiyo ni hatua muhimu sana. Pika chapati zako,
Ukishamaliza kukanda, funika na mfuko, funika na foili. Mimi sina foili. Kama ninavyosema kila siku, jiko langu ni hilo hapo, na foili sina, lakini nilifunika kwa mfuko. Unaweza kufunika kwa mfuko laini, foili, sijui kitaulo, yote yanawezekana. Baada ya muda dakika 10, dakika 15, irudie tena ngano yako. Tayari hapo. Unaona yani hapo ipo laini, soft, yani unaona hata mwenyewe kwa macho inaonekana. Ukimaliza ichukue yote. Kama wewe umetumia ngano nusu, chukua yote. Kama ni zaidi hapo unaweza ukakata hata madonge mawili. Maliza lisukume hilo lidonge. Yani hii ni njia rahisi, katika njia zote za rahisi za kupika chapati ni hii hapa, ambayo mimi nimefanyaje, nimewaoneshea hapa jinsi ya kupika. Kwa hiyo hakikisha unafanyaje, unasukuma vizuri. Sukuma isiwe kama chapati, yani isiwe laini. Inatakiwa iwe hivyo nene. Kwa hakikisha unasukuma taratibu. Yani lile lingano lote mimi hapo nimelisukuma. Baada ya hapo naenda kuipaka mafuta sasa. Kama unavyoona, na kama nilivyosema, kama wewe unatumia labda umepika zaidi, kwa sababu hii mimi naona njia rahisi ya kupika chapati, hii ndio rahisi kuliko zote. Kwa kama wewe umepika una ngano nyingi, labda kilo 1 na kuendelea, unaweza ukagawanisha hata madungurushu 3, usiweke kwa pamoja maana utaharibu. Lakini mimi hapo kwa sababu ngano yangu tu ilikuwa nusu kilo, na kwenye nusu kilo nilipata chapati 6, 7. Nzuri, nene, sio nyembamba. Kwa hiyo ukishamaliza unapaka mafuta, hakikisha kila kona imeingia mafuta. Alafu unaanza kukatakata hiyo mistari kama mimi ninavyofanya hapa. Jamani, hii njia unapika chapati dakika 10 tu. Sijui nisema labda dakika 20, na ukiacha hiyo muda wa kuacha ngano ipumue, tupunguze uongo tuseme labda dakika 20. Dakika 20 tu unakuwa umeshamaliza kupika chapati. Simple. Kwa hiyo katakata hivyo kama mimi ninavyokata hapo, na kata afu naenda kuzungusha hiyo mikanda sasa. Naenda kuzungusha hiyo mikanda. Kama hivyo vipisi vilivyobaki ambavyo vidogo vidogo nikaviweka pembeni. Niangalie sasa, hii pia ni hatua muhimu. Piga hiyo hapo. Piga hiyo ngano yako chini hapo kwenye kibao chako, alafu izungushe namna hiyo ambavyo mimi nazungusha. Unaona simple. Yani usipoelewa hapa, uwezi tena kuelewa sehemu nyingine yoyote. Yani simple kama ninavyosema simple. Hapo nishaikunja chapati yangu na isubiri kwa ajili tu ya kuisukuma na kuichoma. Hamna mambo mengi. Hiyo hapo nikaona ni ndefu, nikaona nipunguze. Huo mkanda ulikuwa mrefu sana. Kwa hiyo unapiga hivi, alafu unazungusha kama kawaida. Unapiga hapo kwenye kibao, then unazungusha. Mimi nilikuwa natumia kidole gumba kuzungushia. Kwa hiyo unaweza ukazungusha vyovyote unavyoweza. Hakikisha tu inakuwa hivyo. Yani inazunguka. Unazungusha, ukimaliza hii hapo unaiwekea kati. Mimi kama hiyo hapo niliona yani ni kubwa, kwa hiyo nikawa naipunguza. Achana na huko kupunguza, wewe zingatia kuzungusha hiyo chapati. Hiyo ngano, si unaona? Hapo yote hiyo ngano yote imekolea mafuta, kipimo chake cha mafuta yote ni sawa. Kwa sababu nilipakaza mafuta kama vijiko 2 hivi. Inasema, na kama ninavyosema unaweka kutokana na wingi wa ngano yako. Kwa hiyo hapa hizo zilikuwa ni ndefu. Afu unaona mimi kibao changu hapo iko ni cha juu. Nikisema yani siwezi kurekodi na kibao cha chini. Nitashindwa kuonesha vitu muhimu, vipenzi vyangu, subscriber wangu. Kwa hiyo na uwaga na nipo tayari mimi niteseke ili nyinyi mpate vitu vizuri. Kwa uwaga naangaika nako hapo ili mradi nyinyi muone vizuri. Kwa hiyo utaendelea kuzungusha yote. Si unaona hivyo? Unaona kwanza inavutia. Unaona? Yani inavutia. Alafu hapo hiyo ngano ni laini. Yani ni laini. Kwa kwenye chapati pia nimesema hatua ya kwanza unakanda vizuri. Kwanza hatua ya kwanza kabisa, watu wengi ambao huwa wanaisahau, weka mafuta mwanzoni kabisa. Ile inasaidia sana chapati zako kulainika vizuri. Alafu hatua ya pili, ukisha kanda, funika na foil, funika na kitaulo, funika na chochote tu isipitishe hewa ya baridi. Ile yani kale kajoto kandani. Na nyingine pia ni kuikania na maji ya moto. Kisha unakanda na maji ya moto, unatia mafuta, unakanda na maji ya moto. Ukimaliza hapo, ukishakanda unafunika kile kimfuko, ngano yako ilainike. Hiyo ndio hatua muhimu. Alafu kuna hiyo hapo ya kupakaza mafuta hapo na kukata hayo madonge. Hiyo ni hatua muhimu. Ukifuata kama mimi nilivyoelekeza hapa, hautapika tena chapati ngumu.
Yani na ni rahisi, yani ni rahisi sana. Si unaona mimi hapo hata sijatumia nguvu kubwa. Na tutaenda kuona matokeo ya hizo chapati zinavyokuwa nzuri na zinavutia, zimechambuka laini, zinanukia hivyo yani. Kwa hapo baada ya kuzungusha hivyo, nikaenda kutia kangano kangu kwenye bakuli hivi. Kama hivyo nimemichia ili zisiende kushika chini kwa sababu ni laini. Kwa naenda kupanga kwenye kibakuli changu tayari kwa kuchoma, kwa kukaanga hizo chapati. Yani hapo ndo kama hivyo nilivyosema tayari kwa kuchoma. Kwa hiyo tunaweka pembeni, tunaendelea nikatengeneza yale mabaki yaliyobaki, nikapata chapati mbili. Kwa maana hapo katika ngano nusu nimetoa chapati kubwa 7. Yani ngano nusu nimetoa chapati 7 zenye ukubwa mzuri tu, wala ukubwa wake sio yani ni nzuri, sio nene sana wala sio nyepesi sana. Kwa hiyo hapo nikawa na sukuma zangu kama nilivyosema mwenzenu, kajiko kangu hapa kadogo, kwa hiyo najibana bana ili mimi niwaoneshe vitu vizuri. Kwa hapo huwa na kukuluka, si unaona huku na sukuma huku vinaenda kugusana kwenye kalai, Mungu nione. Basi hapo tunasukuma. Kuna watu wengine hawajui tena kusukuma chapati ya duara. Kama kwa mfano ukifuata ile njia nilokuonesha hapo ya kukunja zile chapati na kupakaza mafuta, yani ukisukuma automatic tu na nilo chapati yako itatoka ya duara. Hakikisha tu hiyo haipindi pindi. Si unaona duara imenyooka kabisa. Kwa hiyo huko naeka jikoni na moto mdogo kabisa. Yani naeka jikoni na moto mdogo, yani mdogo mdogo, ili iwive hiyo chapati. Kabla ya kuweka mafuta inatakiwa kwanza iwive, yani iwive ilo lingano libichi liive, ni ikauke, afu ndo tunaenda kuweka mafuta. Pembeni naendelea kusukuma kama kawaida. Kwa nasukuma, natoa duara langu hapo, naweka ngano chini ili isishike. Mwingine anaweza akajiuliza kwa nini anaweka ngano kwenye kibao. Naweka ngano hapo kwenye kibao ili isishike, yani hiyo chapati isingangania hapo chini. Kwa hiyo hivyo na kukuluka hapo, nakwambia na kukanda kwangu Mungu. Kwa hiyo hapo lakini alhamdulillah nimetoka chapati nzuri na chapati zangu zimetoka duara. Si mnaona? Kwa hiyo hapo nikamaliza, nikageuza. Moto ni mdogo, yani hapo kwenye hiyo hatua pia moto ni mdogo. Ikishakauka pande zote mbili, tunaenda kuweka mafuta. Mafuta usipunje kwenye chapati. Usiweke mafuta madogo sana na pia usiweke mafuta mengi sana. Kwa hiyo hapo utazungusha kama hivyo. Mimi ninazungusha. Moto ni wa kawaida. Ukiweka moto mkali haviwivi, vinaungua. Unakuta chapati huku imeungua katikati haijawiva. Kwa hiyo tujitahidi kuweka moto mdogo vipenzi vyangu. Kwa hiyo niendelea kukaanga hapo. Kuna mtu ajui hapo hiyo step, kuna mtu haijui. Mimi naona step ngumu zaidi ni vile kwenye kukanda. Na ndio vyote nimeelekeza kwa urahisi, kwa njia rahisi, yani uwezi ukajutia. Yani ukiangalia hii video kama nilivyosema, ukipika tena chapati ngumu sio na mimi tena, na nitakuja tena kuelekeza njia nyingine tena rahisi ambayo unaweza ukapika chapati zako zikatoka vizuri kabisa. Hiyo ni njia ya kwanza, bado nina njia nyingi kabisa za kupika chapati. Kwa hivyo utaendelea kutia mafuta huku na huku, unaigeuza hivyo. Hapo nimeikunja kati, huku unageuza huku na huku, yani hakikisha kote iwive. Unageuza na unatia mafuta kidunchu hivyo hivyo. Hapo tayari chapati yangu ya kwanza hiyo imewiva. Tunaenda kuiweka kwenye sahani. Tunaendelea na ya pili sasa. Kama kawaida nimeshaisukuma, nimeshaiweka pembeni. Moto wangu hapo iko frying pan, nimekipunguzia moto. Ni baada ya kupunguzia moto ndio nimefanyaje? Ndio nimeweka hiyo chapati nyingine kama unavyoona. Nikiweka huku naendelea kufanyaje? Naendelea kusukuma. Yani huku naweka, huku unaendelea kusukuma ili uende na wakati. Na ndio maana nikasema, ndio maana mimi sikufanyaje, sikutumia kibao cha chini ili muone hizo step by step. Sijatumia kibao cha chini, nimeamua kuteseka hapo hapo na nyinyi ili muone step by step. Huku unasukuma, huku unafanyaje, huku unakaanga chapati. Kwa hiyo kama kawaida ikikauka, hapo nikawa naongeza mafuta. Ikikauka unafanya nini? Unaenda kutia mafuta. Unaweza ukaikunja, unaweza
unapika tu hivyo hivyo, sio lazima kukunja. Kwa mimi hiyo niliikunja kama unavyoona. Yani wewe angalia tu hii video, wallahi nakuahidi yani hautopika tena chapati mbaya. Kwa hiyo naendelea kaanga kwa moto mdogo. Mimi moto wangu huo ni wa gesi. Kama moto wako ni wa mkaa, kila siku nasema funga jiko au punguza moto. Yani usipike na moto mwingi, zinaungua jamani. Mimi chapati zangu hizo hazijaungua, zimetoka na rangi nzuri kabisa. Kwa sababu gani? Nimepunguza moto na nipo makini hapo ninapopika, nipo makini zisiungue. Kwa hiyo hapo naendelea kukaanga hapo, na kaanga unatia mafuta pande zote ngapi? 4. Ukikunja hiyo inakuwa na pande 4, ndani na nje. Kwa tia mafuta kote mpaka hivyo unasugua hapo chini kama ninavyofanya mimi, mpaka ipate rangi nzuri ya kuvutia. Si unaona hapa zinanukia. Na hiyo chapati sijatia samli, sijatia yani vitu sio lazima, ni lazima yani sio lazima kuweka niseme. Lakini kama unavyo unaweza ukaweka. Na kama hauna unaweza ukaskip kuweka mafuta kama mimi. Unaweza pia ukatumia Blue Band. Yani hivyo yani. Na siku nyingine nitakuja hapa nitapika chapati kwa kutumia samli ili watu wote tujifunze kwa namna zote. Na ni kama nilivyosema, kuna njia nyingi sana za kutengeneza hii kitu. Kwa hiyo nitakuja kuwaletea hapo recipe yake. Niombeni tu dua, Mungu atupe pumzi na afya njema. Kwa hiyo hapo naendelea kukaanga chapati zangu kama hivyo nishaelekeza huko. Kwa hiyo hivyo unatia mafuta, unaacha ikauke. Ukishaacha ikauke unatia mafuta, ukitia mafuta unageuza hivyo mpaka unahakikisha kila kona imepata rangi nzuri. Mimi najua huku mbele huku shida hamna. Shida ipo tu kwenye kukanda. Zingatia mimi nilivyokanda, fuata steps zangu wala hautajutia. Hivyo kwa chapati zangu zikawa zinaendelea hapo kama kawaida, na sugo hivyo zitoke na rangi nzuri. Kwa na kukumbusha tena kipenzi changu, kama bado haujasubscribe katika hii channel, naomba unisaidie tu kubonyeza hiyo alama ya subscribe ili kila ninapopandisha video mpya unakuwa wewe wa kwanza kufikiwa jamani. Ili lazima tu YouTube wanakuletea pale Mapishi na Rukia amepandisha video mpya. Kwa hiyo utakuwa unajifunza na unaenjoy pia na unanisupport mimi ndugu yako. Na wewe uliosubscribe na kushukuru, na Mungu akubariki sana, wala usiwahi kupungukiwa kwa upendo wako. Na nyinyi mnao like, mnao comment, upendo wenu nauona sana, na Mungu awabariki pia, wala msiwahi kupungukiwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Nawapenda sana na msiache tena kusubscribe. Mkapike chapati, mkapike half cake, mkapike sambusa. Yani ingia hapo kwenye page yangu, kwenye channel yangu, utakutana na video nyingi. Kama bado haujazitazama, naomba ukazitazame, utajifunza na utaenjoy. Nawapenda sana. Kwa hiyo tuendelee kuangalia video yetu ya chapati, tujifunze na tukapike. Na kama wewe unapikaga chapati ngumu, basi hautupika tena chapati ngumu tena, I promise. Basi hapo nikaendelea kusukuma kwa sababu nilisema zilikuwa 7. Kwa huko mbele nilikuwa naenda chap. Nishaonesha hatua zote, kwa maana huko mbele tu nilikuwa naenda. Ndio maana nimeweka hiyo speed ili nisiwachoshe vipenzi vyangu. Chapati nusu. Nusu. Nimetoa chapati 7. Na hata chapati za unga robo unatoa chapati 3, unatoa chapati 4. Mnafeli wapi? Yani chapati 3 unatoa kwa ngano robo tu, na wala utumii pia mafuta mengi. Kwa mkapike jamani. Sawa, mkafuturu, mkapike kwa za futari, mkapike za kunywia chai, sijui kama wewe pia hufungi unaweza ukapika tu kama za vyakula. Final chakula changu niko hapo, chapati zangu ni hizo hapo jamani, laini zimechambuka, zinanukia. Wewe mwenyewe si unaona ina rangi moja, rangi ya kitajiri, rangi ambayo yani hauipati kokote. Wewe mkajifunze sasa. Bye bye.